Shalom shalom mtazamaji wa Star TV, karibu sana. Hii ni Star TV, lakini uko na mimi Stella Shao kuletea kipindi chetu kizuri kabisa ambacho Mungu ametupa neema. Amka na tumsifu Mungu ni kipindi chetu sasa ambacho kinakuletea watumishi wa Mungu, waimbaji. Hapa utaenda kujifunza neno la Mungu, utapata mafunzo mengi yanayohusu kujenga mwili wa Yesu. Karibu sana, utufuatilie. Leo niko na mtumishi wa Mungu, utaenda kujifunza vingi, lakini tuko na mada inayohusu kuja kwa Yesu duniani au ulimwenguni. Kwa nini Yesu amekuja? Kwa nini tunaenda kanisani? Kwa nini tunasema Bwana Yesu asifiwe? Kwa nini unasema kwa jina la Yesu? Utaenda kujua hiyo yote na inatuhusu wote. Kwa kama kuna mwingine yuko mbali, muite kwa pamoja tujumuike. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana asifiwe mtumishi. Amina. Karibu sana 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 sana. Mimi na mtazamaji wangu tupo tayari sasa kujifunza. Mtumishi wa Mungu, karibu tuelimishe kuhusiana kwa nini Yesu amekuja ulimwenguni au kwa nini Yesu amekuja duniani. Amen. Sana. Kwanza ninamshukuru Mungu kwa ajili ya uongozi wote wa Star TV, lakini pia namshukuru Mungu kwa ajili yako wewe mtumishi wa Mungu Stella. Amina. Mungu bariki sana, umekuwa ni mtangazaji mzuri na huduma imekuwa ni kubwa sana kwa ajili ya ulimwengu wote sana. Majina yangu ni Pastor Innocent Mohamed Saleh Alivuje, nimeokolewa na Kristo na niko hapa Dar es Salaam, Salanga, kanisa la GICC Gilgal International Center. Tunamtumikia Mungu wetu aliye hai. Kama ambavyo mtumishi wa Mungu Stella Shao amekuhabarisha kwamba mada ya leo ni kurudi kwa makusudi la Yesu Kristo kurudi ulimwenguni. Kwa nini Yesu Kristo amekuja ulimwenguni? Watakiwa watu wafahamu kwamba kusudi kubwa la Yesu kuja ulimwenguni yako makusudi mawili ambayo nitazungumzia leo mtumishi wa Mungu. Okay. Na napokwenda kuyazungumzia makusudi, kuna neema kubwa sana ambayo Mungu atakwenda kuiachilia kwenye maisha ya mtu. Yuko mtu sasa hivi amekaa amefungua TV yake, anafanya shughuli zake pale nyumbani, lakini majira haya niombe uongee sauti yako sasa vizuri ya TV yako na uniazime masikio yako na macho yako na moyo wako. Mungu achilie neema kubwa katika maisha yako. Yako makusudi mawili ambayo ni ya muhimu sana ambayo Yesu Kristo yamemfanya aje ulimwenguni. Kusudi la kwanza linaitwa kushughulikia dhambi. Kuishughulikia dhambi. Hichi ndio kiini cha Kristo kuja ulimwenguni. Amekuja kwa ajili ya kuishughulikia dhambi. Kile kitabu cha Warumi sura ile ya 5, Warumi sura ile ya 5 na mstari ule wa 12. Maandiko yanaweka wazi pale ya kwamba dhambi iliingia ulimwenguni kupitia mwanadamu mmoja ambaye ni Adamu katika bustani Eden. Na maandiko yanasema kupitia Adamu wa pili, ambaye mwanadamu wa pili Yesu Kristo, dhambi imeondolewa ama watu wanaweza kusamehewa dhambi zao. Kwa hiyo napozungumza katika namna hii, watu wafahamu kwamba kwenye bustani ya Eden dhambi iliingia kupitia mtu mmoja. Na katika Agano la Kale, Agano Jipya, Yesu Kristo anakuja kwa ajili ya kuwasamehe watu dhambi zao. Na naposema dhambi, watu watakuwa wafahamu nini maana ya dhambi, ili msikilizaji na mtangazaji ambaye ananifuatilia ajue. Maana ya dhambi kwa mujibu wa Agano la Kale, dhambi ni kukosa shabaha kuishi kama Mungu anavyotaka. Ni kukosa shabaha kuishi kama Mungu anavyotaka. Watu wafahamu zaidi kwamba watu kwa kiishi maisha vile ambavyo wanataka, na hii ikawapelekea watu wakosa shabaha yale Mungu alitaka waishi, hawakuweza kuyaishi. Hiyo ni maana ya dhambi. Na neno dhambi lina maneno kama mawili ambayo ya muhimu sana, ambayo maneno haya ya Kiunani. Neno la kwanza linaitwa anomia, ikimaanisha uasi. Uasi ni kutokutii sheria ya Mungu. Uasi ni kutokutii sheria ya Mungu. Lakini neno la pili ya Kiunani linaitwa hamatia. Hamatia ikimaanisha kukosa shabaha ya kuishi kama Mungu anavyotaka. Na hii nimezungumzia sana kwa maana ndiyo maana halisi ya dhambi. Na dhambi ndio imefanya vitu vingi ambavyo vifanyike katika ulimwengu, mambo ya ajabu yasiyofaa, na yakamtenganisha kati ya mwanadamu na Mungu. Lakini hapo awali mwanadamu alikuwa na mahusiano mazuri sana Mungu aliye hai. Kwa hiyo ni maana ya kwanza ya dhambi. Nimesema kusudi la kuja kwa Yesu Kristo ulimwenguni, kusudi la kwanza ni kuishughulikia nini? Kuishughulikia dhambi. Lakini kusudi la pili sasa ambalo limemfanya Yesu Kristo aje ulimwenguni, na hapa nitakaa kidogo mtumishi wa Mungu. Aje ulimwenguni ni kwa ajili ya kumtimizia mwanadamu ahadi yake. Watu wafahamu kwamba
pamoja Yesu amekuja kushughulikia dhambi, watu waokolewe, watu wasafishwe dhambi zao, wawe salama, wawe safi. Pamoja na hayo yote, lakini kusudi kubwa pia, kusudi la pili la Yesu kuja ulimwenguni ni Yesu kuja kumtimizia mwanadamu ahadi yake. Amen. Ikumbukwe kile kitabu cha Mwanzo sura ile ya 22 na kuanzia mstari wa kwanza mpaka 16, maandiko yanaweka wazi, nitanukuu mstari wa 16. Maandiko yanasema, sasa nimeapa kwa nafsi yangu, asema Bwana wa majeshi, asema hakika nitakubariki na nitauzidisha uzao wako. Na pale mbele anasema hata malango yako yatamiliki malango ya adui zako. Amen. So unaona Mungu anapotaka kutimiza ahadi kwa Ibrahimu, Mungu anaachilia baraka. Wako watu wa Mungu sana ambao wanifuatilia sahihi, wananifuatilia pale nyumbani kwako. Kuna vitu ambavyo unaona uko na Yesu, muumini Mungu, mtu anasali, anaabudu, lakini kuna maswali uko nayo. Mbona kama naabudu Mungu, mbona maisha haya sioni chochote? There is no impact katika maisha yake. Haoni chochote, haoni. Anafanya kazi lakini faida hakuna. Yuko na ndoa lakini amani hakuna. Yuko anafanya biashara lakini yale matokeo ni madogo sana. Yes. Leo Mungu anataka kufundisha jambo la msingi, na usiishie tu kusikiliza. Baada ya kusikiliza, chukua hatua ili ukaone matokeo katika maisha yake. Kwa maana yake nini? Ya Mungu anaachilia baraka kwa Ibrahim. Mimi nikaita baraka isiyopingika. Kuna baraka ukiipata kwenye maisha yako hakuna mtu anakupinga. Naita baraka isiyopingika, ndio iliachiliwa kwa Ibrahimu. Ndio utaona mtumishi wa Mungu baada ya Ibrahimu, angalia uzao wa Ibrahimu. Ni kweli utaona kuna mahali fulani kama unaona maisha yao kwa kawaida, lakini maisha ya kawaida hayo Mungu aliwazidisha. Mungu aliwainua. Mungu aliachilia udhihirisho juu yao. Mwangalie mtu kama Isaka. Maandiko yanasema Isaka akaenda akaoa. Baada ya kuoa Isaka, mke wake Isaka alifungwa tumbo. Biblia inazungumza. Lakini Biblia inasema Isaka naye akaomba, akamwombea nani? Mke wake, akafunguliwa tumbo. Baada ya kufunguliwa tumbo akazaa. Lakini tumwache Isaka, mwangalie Yakobo. Maandiko yanasema Yakobo alikuwa anamkimbia ndugu yake Esau. Akakimbilia kwa Labani akiwa yuko pekupeku. Hana kitu. Ni mavazi yake tu alionayo. Maisha yake ya hovyo, yani haeleweki. Anatoka nyumbani kwao, anakimbia kwa asikujua, ambako mama yake alimwambia bora uende kwa mjomba wako na ndugu yangu fani Laban. Na unajua habari za Laban, alikuwa ni mtu tajiri sana. Yes. Mtu ana mang'ombe, ana mambuzi. Yakobo anaenda yeye kama yeye hana kitu mkononi. Lakini ni kitu gani kinaamua Yakobo anaingia kwa Labani? Na summarize kwa ufupi, kwa Labani miaka 7 anatumikia, hajapata chochote. Miaka 7 mingine mbeleni, baraka isiyopingika inaruhusu kuzidishwa, inaruhusu vitu, inaruhusu mambo ya ajabu yamtokee mtu ambaye asiyestahili kutokewa. Kuna vitu vingi sana, lakini nashukuru Mungu pia kuna wengine wameokoka kwenye maombi. Mtumishi, nashukuru Mungu, naomba uniombee niokoke, nimfuate Yesu na mhubiri. Unajua by nature mimi si kwa mhubiri wa Injili, Madam Stella. Ndio maana naitwa Pastor Innocent Mohamed Saleh. So acha nihubiri kweli na ile neema Mungu amenipatia, na watu wengine wafanyaje? Wapate ile neema. Na nakasirika sana kuona watu wanaishi chini ya ile ahadi ambayo Mungu amewaidia. Kila anayenitazama kwa neema Mungu, iko baraka juu yako na iko neema juu yako, na kuna kitu kitakaa katika maisha yako kitakuzuia. Kwa naona pale, nirudi kwa habari ya Yakobo. Yakobo anaenda kwa Labani miaka 14, Yakobo anapata baraka. Maandiko yanasema Yakobo akawa na mifugo mingi kumshinda mwenye mifugo. Hii habari si habari ya kawaida. Sehemu kwenye kampuni fulani, baada ya miaka wewe mwenye kampuni, wewe unakuwa bosi, yeye anakuwa nini? Ni mfanyakazi wako. Hiyo inaitwa baraka isiyopingika. Nini maana baraka isiyopingika? Baraka isiyopingika ni nguvu ya Mungu inayoamuru mema yote yamjirie mtu. Ni nguvu ya Mungu inayoamuru mema yote imjirie mtu. Kuna nguvu ambayo kama hautakuwa nayo nguvu ya Mungu katika maisha yako, kuna aina ya mema huwezi kuyapata. Okay. Kuna nguvu ya Mungu ambayo usipokuwa nayo katika maisha yako, kuna vizuizi huwezi kuviruka. Lakini ukiwa na nguvu ya Mungu ambayo ni baraka isiyopingika,
hakuna mahali watakupinga, iwe ni wanadamu, iwe ni ufalme wa giza. Na hii niongee, kuna nguvu ambayo inazuia watu wasifanikiwe. Kuna nguvu inazuia watu wasiendelee kwenye mitaa, kwenye jamii, kwenye koo, kwenye wafanyabiashara. Usione watu wanainua biashara, wewe una duka pembeni, mwenzako ana duka sehemu, na duka sehemu, mnafanya biashara, watu wanafanya biashara fanikiwa, kuna nguvu wanategemea. Wewe mwenzangu una nguvu unategemea. Kanisani kwenda kanisani kwa mwezi mara moja, au ukienda kanisani ni kama bora umeenda. Hapa nazungumza nguvu ya Mungu. Ukiamini hili neno, maisha yako hayatakuwa ya kawaida. So nazungumza nguvu ya Mungu ambayo inaamuru mema ya mtu imjirie. Mema ya biashara, mema ya kazi, mema ya mitaji, mema ya watoto, mema kwenye ndoa, yani kila kitu Mungu anaruhusu katika maisha ya mtu. Usikose kutazama kila siku ya Jumapili asubuhi.